Rais Donald Trump hatimaye ameanza tena kupigia debe mpango wake kuhusu kibali cha kuishi nchini Marekani ambacho kitagharimu dola milioni 5 sawa na shilingi bilioni 13.375, akisema kuwa orodha ya wanaosubiri visa ya dhahabu imefunguliwa rasmi kwenye tovuti ya trumpcard.gov siku ya jana mbele ya waandishi wa habari. Baadaye pia aliandika katika chapisho lake mtandaoni kuwa maelfu wamekuwa wakipiga simu na kuuliza jinsi wanaweza kujiandikisha kuweza kuishi katika nchi hiyo kubwa yenye soko kubwa popote duniani, na hivi sasa wana uwezo kufanya hivyo. Trump alizindua visa ya kwanza kama hiyo ndani ya Air Force One mnamo Aprili, akiwa na mfano wa kadi ya dhahabu ambayo ilikuwa na picha yake na kuahidi kwamba kibali maalum kinaweza kupatikana chini ya wiki 2 na mtu atakayenunua atapata fursa ya kuwa na makazi ya kudumu nchini Marekani kama ilivyo kwa wenye green card. Rais huyo pia ndiye alikuwa mtu wa kwanza na wa pekee duniani kuinunua Trump Gold Card pindi tu alipoizindua. Visa hii ya dhahabu itachukua nafasi ya mpango uliopo wa visa ya wawekezaji, yani EB-5, mpango ambao hutoa visa kwa wawekezaji wa kigeni. Rais wa Marekani Donald Trump Februari mwaka huu alitangaza mipango ya visa ya dhahabu na kutaja miongoni mwa faida za kadi hizo ikiwa ni pamoja na kupata haki ya makazi ya kudumu nchini Marekani, kupata uwezekano rahisi zaidi wa kupata uraia wa Marekani, lakini pia itasaidia kampuni za Kimarekani kuwaingiza wafanyakazi wenye uwezo mkubwa wa kazi nchini humo ili wasaidie kuongeza uchumi. Pia ni njia rahisi zaidi ukilinganisha na mfumo wa kupata green card ambazo mchakato wake una vipengele vingi na hata wengine kutapeliwa wakati wakipambania uraia wa Marekani. Trump pia alisema katika ofisi yake kuwa kupitia mpango huo watu watakuwa matajiri sana na watakuwa na mafanikio na watakuwa wakitumia pesa nyingi, kulipa kodi nyingi na kuajiri watu wengi. Tunaamini itakuwa na mafanikio makubwa na kwamba utawala wake ulitarajia kuuza angalau kadi milioni 1. Hii ni nukuu kupitia vipengele mbalimbali vya mazungumzo akiwa anajibu waandishi wa habari. Visa bado hazijapatikana, lakini tovuti hii iliyotangazwa siku ya Jumatano inaruhusu wenye ndoto na matamanio ya kuishi Marekani kuwasilisha majina yao, visa wanayoitaka na anwani ya barua pepe chini ya kichwa kinachosema The Trump Card is coming. Tangazo hili linakuja wakati uvamizi wa kuwahamisha watu wengi ukiongezeka nchini kote Marekani na kusababisha maandamano makubwa, na wakati utawala wa Trump pia ukikabiliwa na kesi zinazoendelea na tuhuma za ukiukwaji wa haki za juu za binadamu na milipuko yake ya kupinga uhamiaji. Mimi ni Gina Baltazari. Hizi ni ripoti kimataifa.